Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mercredi le 17 December 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira, tuwaambie kinachoendelea hapo baada ya AFC M23 kutangaza ya kwamba wataondoka hapo. Eske waliondoka hapo ama hawajaondoka hapo, tutawaambia. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira ambapo baada ya wasi wa AFC M23 kutangaza ya kwamba wataondoka ndani ya mji wa Uvira siku ya jana, hawajaondoka mpaka asubuhi ya leo, wangali ndani ya mji wa Uvira. Vyanzo vyetu kutoka mjini Uvira vinasema kwamba hakuna kabisa kuondoka kwa wasi hao wa AFC M23 ndani ya mji wa Uvira, na wanasema kwamba hawaoneshe hata sinye yoyote ya kuonesha kwamba wataondoka hapo. Hakuna kujiandaa kabisa, wanaendelea kufanya doria za kawaida hapo mjini Uvira. Hawaja kusanya hata vifaa vyao waonekane kwamba wanajiandaa kuondoka pale, na wako na waambia wakaji kuendelea na maisha yao ya kawaida. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba AFC M23 hata kama walitangaza kujiondoa kwao hapo mjini Uvira, inaonekana kwamba hawataondoka kwa sababu hawajaanza hata kuondoa na silaha zao pale. Waseme kwamba wanajeshi wataondoka pre, hakuna kabisa, vyote viko hapo kuanzia Kavimvira kwenye mpaka wa mji wa Bujumbura na Kongo mpaka Port de Kalundu na maeneo yote ya Uvira wako pale, wako deployed tena wengi. Jambo ambalo linaendelea kuonesha wakaaji hapo mjini Uvira ya kwamba hawataondoka hapo ndani ya mji wa Uvira. Na siku ya jana baada ya wasi wa AFC M23 kutangaza ya kwamba wataondoka hapo mjini Uvira, nchi ya Burundi kupitia waziri wa mambo ya nje wa Burundi lilaani uongo mtupu na kuishutumu Kigali kwa kutaka kutuliza shinikizo la kimataifa. Afisa huyu kutoka Burundi alihoji tangazo lililotolewa na muungano wa AFC M23 kuhusu kuondolewa kwa vikosi vyake kutoka mjini Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiamini kuwa ni jaribio la kudanganya maoni ya kimataifa. Alisema kwamba huu ni uongo mwingine mtupu unaokusudiwa kupotosha maoni ya kimataifa. Rais wa Marekani, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na watu wote wapenda amani. Na pia aliandika hayo kupitia akaunti zake tofauti na hata kwenye X. Ni yule waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edouard Bizimana ambaye alitangaza hayo. Kulingana naye, vikosi vya Rwanda na AFC M23 hawajaondoka Uvira, akiongeza ya kwamba kila kitu kinaonyesha kwamba Rwanda inatafuta tu kupunguza shinikizo la kimataifa. Hapo ni ministre des affaires étrangères wa Burundi ambaye alitangaza hayo, kaonesha kwamba Rwanda
na washirika wao wa AFC M23 walidanganya Umoja wa Mataifa ili kupunguza presio ile kuwafuatilia kabisa ambayo Marekani ilikuwa ikifanya tangu wakamate mji wa Uvira. Kila siku viongozi tofauti wa Marekani walikuwa wakiwashutumu kukiuka usitishaji vita, wakiwaomba kujiondoa maeneo waliyoyakamata. Waliendelea kuwa na washutumu hayo kila siku, wakiwaagiza kufanya hayo, na nchi ya Burundi inaamini ya kwamba kile ambacho walikifanya sasa wao ni kutaka kupunguza ile presio ambayo Marekani ilikuwa ikiwatia hako kila siku, ikiwaagiza. Anaona ya kwamba walidanganya ili Marekani kutulia, izani ya kwamba hayo yatafanyika. Kitu kimoja ambacho AFC M23 wajafahamu pour le moment ni ya kwamba President Felix Tshisekedi na guvernema yote ya Kongo wako na pigana njia ya diplomasi, awako tena kuvita. Hiki ndicho kitu ambacho kinaendelea pour le moment ndani ya guvernema ya Kongo. Vita ambayo wako napigana ni vita ya diplomasi, hawataki tena kukabiliana na AFC M23 pale kufro, paski wanaamini ya kwamba diplomasi itamaliza vita vinavyoendelea. Baada ya AFC M23 kukamata mji wa Goma, mulionaka ya kwamba kuanzia siku hiyo kabisa guvernema ya Kongo ilianza kupigana na AFC M23 mu diplomasi, hapana tena kuvita, paski guvernema ya Kongo ilionaka kwamba ndani ya arme ya Kongo kabisa wasaliti ni wengi kushinda AFC M23 na washirika wao ndani ya vita, wakati wana wasaliti wengi ndani ya arme wanaosaidia wale ambao wako napigana nao vita wezekana kwa urahisi. Waliamwaka kupigana sasa diplomatikma na hawa wasi wa AFC M23, na kitu ambacho niko nakiona kwa sasa, AFC M23 itapigana na ordre zinazotoka huko Marekani, Katari, yani zile nchi zote wapatanishi, kwa sababu ile ndio vita ambayo guvernema ya Kongo iko naipigana. Leo AFC M23 itakuwa napigana na zile presio za kila wakati, ordre za kila wakati zinazotoka huko, zitakazo waagiza sasa kujiondoa na kuheshimu makubaliano walio ya sign, na kitakacho kuonesha kwamba guvernema ya Kongo iko serie kabisa movita ya diplomasi ni ya kwamba baada ya masaa machache tu AFC M23 imetangaza kujiondoa kwake ndani ya mji wa Uvira. Ministre des Affaires étrangères wa Kongo alifika Marekani kupatana na viongozi wa Marekani ili kuongelea kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, na hayo ambayo waasi wa AFC M23 waliyatangaza. Naibu wa mambo ya nje Christophe Landau wa Marekani alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kaikwamba siku ya leo huko Washington DC. Walijadili fursa za kufanya kazi pamoja huku Kongo ikijiandaa kuchukua kiti katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pia walijadili vurugu mashariki mwa Kongo huku kukiwa na hatua za hivi karibuni za AFC M23 zikiungwa mkono na vikosi vya Rwanda. Naibu katibu mkuu huyo alieleza kuwa Marekani inatarajia kufuata na kutekeleza kikamilifu makubaliano ya Washington na iko tayari kuchukua hatua ili kutekeleza kufuata. Walikubaliana hata kuhusu uwezekano mkubwa wa uwekezaji wa sekta binafsi ili kuimarisha amani na utulivu katika eneo hilo la kuwanufaisha pande zote. Hapa ni maongezi walioyafanya huko Marekani wakati Therese Kaikwamba Wagner alifika huko, na alifika huko baada ya masaa machache tu na AFC M23 imetangaza hayo. Hapa kitu ambacho Kongo inakitaka kwa Marekani ni kuendelea kutia presio kwa AFC M23, wakiagiza kia kufanya kutokana na makubaliano walio ya sign. Ndani ya makubaliano walio ya sign walikubaliana vitu tofauti. Hivyo vitu ambavyo walikubaliana sasa ndivyo ambavyo viko na kuja kukichwa ya AFC M23 kama ordre ambayo wanapaswa kuifanya. Tena Marekani itafuatilia hayo kwa karibu ili kuona kwamba hayo yataheshimiwa na waasi wa AFC M23.
Na kitu ni kimoja kwa AFC M23 baada ya kuingia maongezi na kuyasaini hayo makubaliano yote ambayo walikuwa wakisaini, hawana ingine shwa sof kuyafanya tu yale ambayo waliyasaini wakati walikuwa wakisinye makubaliano tofauti kati yao na guvernema ya Kongo. Nadhani ya kwamba hapa tuko na indana 5 kwa 5. Vrema guvernema ya Kongo baada ya kuona kwamba AFC M23 kuishinda kupitia kijeshi vilisha shindikana paske ndani ya arme ya Kongo mlikuwa wasaliti wengi wanaowasaidia ili ingiaka mu vita ya diplomasi, na ndiyo vita ambayo iko na onesha kwamba kabisa watashinda vita hii. AFC M23 kwa sasa iko napigana vita nguvu kwao baada ya kusaini hayo makubaliano yote tofauti. Tuendelee na taarifa zetu. Filimini Mbonde huyu ndiye procureur general près de la Cour de Cassation alitangaza ya kwamba watu ambao wanatangazaka habari za kudekuraje FARDC, habari za kudekuraje wale washirika wote wa FARDC watafuatiliwa na mahakama itafanya kazi yao. Nimesema haya ili kuambia wa journaliste wanaofanyia kazi nchini Kongo kukuwa makini na information wanazozipana paske gouvernement ya Kongo ishasimama kwa kukuwa nafanya checking ama kufuatilia karibu kila media ili kusikia kwamba info ambazo wanazipanaka hazikuwake za kudekuraje FARDC. Wa journaliste sasa ni kukuwa makini kesho au kesho yake usijikute mbele ya mahakama kutokana na info unazozipana. Tuwapeleke huko Tanganyika ambapo wafungwa walioonekana kuwa hatari walihamishwa baada ya jaribio la kutoroka gerezani huko Kalemi. Kufuatia jaribio la hivi karibuni la kutoroka katika gereza kuu la Kalemi katika mkoa wa Tanganyika, mamlaka za mkoa zimeamua kuwahamisha wafungwa hatari zaidi hadi magereza mengine nchini Kongo. Takribani wafungwa 100 wamepelekwa Kisangani na Lubumbashi. Uamuzi huu ulifanywa Jumamosi iliyopita na Baraza la Usalama la mkoa kwa lengo la kupunguza msongamano katika gereza kuu la Kalemi ambalo lilikuwa limejaa watu wengi hasa baada ya kuwasili kwa wafungwa kutoka Uvira. Waziri wa mambo ya ndani ya mkoa Doxy Donati Ehale Onowale alionyesha kwamba hatua hii ilikusudiwa hasa kuimarisha usalama na kuzuia matukio zaidi. Walisema ya kwamba Baraza la Usalama lilielewa kwamba ilikuwa wakati wa kuhamisha wafungwa wote hatari hadi vituo vingine. Baadhi walienda Kisangani, wengine Lubumbashi. Lengo ilikuwa kupunguza msongamano wa gereza ambalo tayari lilikuwa na watu wengi. Hapo ni ndani ya Kalemi kwenye wakati siku ya juzi kulionekana wafungwa hatari waliotaka kutoroka walihamishwa wakaondolewa pale wakapelekwa zingine prison tofauti. Na washukuru sana ndugu zangu kwa kuendelea kukuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Merci beaucoup.